Kichwa cha ujumbe wetu wa leo ni dhambi ya asili ambayo wainjilisti wanapaswa kuelewa. Inatoka katika kitabu cha Warumi 3 mstari wa 10, Warumi 3 mstari wa 23. Na kuna mambo ambayo tunahitaji kujua katika utangulizi. Na Biblia inarekodi kwamba watu wa Mungu wa Israeli waliweza kushindwa, na ilikuwa sawa kwa Waisraeli kupokea baraka, lakini badala ya hayo walishindwa. Na ni kwa sababu hawakujua jambo moja, na hiyo ni dhambi ya asili. Na leo tunahitaji kujua sababu kwa nini Waisraeli walishindwa. Kwa sababu ni ushahidi kwamba watoto wa Mungu wanaweza pia kushindwa. Na Wayahudi wanasema wao ni watoto wa Mungu, na pia wanasema kwamba wanamwamini Mungu. Lakini hawakujua jambo moja. Ingawa walikuwa wazao wa Ibrahimu, lakini hawakujua jambo moja. Ikiwa wewe ni mwinjilisti, basi lazima utambue jambo hilo moja. Na hiyo ni dhambi ya asili. Na Yesu akamwambia Myahudi ambaye hakujua dhambi ya asili ni nini. Ingawa mna Biblia na ninyi ni wazao wa Ibrahimu, bado ninyi ni mwana wenyu, ni baba yenu ni Ibilisi. Ingawa unasema unamwamini Mungu, lakini baba yako bado ni Shetani. Na ingawa unasema unamwamini Mungu, lakini bado unaishi chini ya dhambi ya asili. Wengi wanasema wanaenda kanisani, lakini bado hawajui dhambi ya asili ni nini. Ndiyo sababu hawaelewi kufikiri kwamba wanaweza kupokea wokovu wanapoishi maisha mazuri. Na Yesu akawaambia Mafarisayo ambayo walisema kwamba wanamwamini Mungu vizuri. Yesu aliweza kuwaambia kuwa na ninyi ni watoto wa Shetani. Ingawa unasema unashika sheria vizuri na unasema kuwa unajaribu kumwamini Mungu vizuri, lakini bado ninyi ni watoto wa nyoka, ambayo inamaanisha kuwa wao ni watoto wa Shetani. Na katika Yohana 10 mstari wa 8, Yesu alikuwa akiwaita kama mwizi. Na ikiwa wachungaji bado hawajui dhambi ya asili ni nini, basi ujumbe wote wanaohubiri unawakumba waumini. Na haijalishi jinsi ujumbe mkuu, bora wanatoa. Ikiwa hawajui dhambi ya asili ni nini, hawawezi kupata majibu ya maisha yao. Kutojua dhambi ya asili ni kutojua Injili. Kuna makanisa mengi barani Afrika na bado vita vinaendelea. Ni kwa sababu hawajui dhambi ya asili ni nini. Ingawa wanaenda kanisani, lakini hawajui dhambi ya asili ni nini, na hawajui dhambi hii ilianzia wapi. Na kuna makanisa mengi nchini Kenya, Uganda, Tanzania, na bado wanaendelea kuchukiana na kupigana wenyewe kwa wenyewe. Na wanavutiwa tu na kile chakula, kile cha kuvaa na kile cha kunywa, ambayo haina maana. Hawajui dhambi ya asili ni nini. Na ingawa wanaenda kanisani kwa bidii, wanaishi tu maisha ya kidini, na ndiyo maana mada yao ya maombi ni mada ya vitu vya kimwili. Na wanaomuomba Mungu
wampe baraka ambazo zinastahili kusema. Unapoangalia Mathayo sura ya 5 na 6, Yesu alisema, usiombe kwa kile cha kukula na nini cha kuvaa. Lakini watu wengi tunakutana nao wote wanavutiwa tu na kile cha kukula na kile cha kuvaa. Na ndiyo sababu ni sawa kwao kupigana na kuchukiana. Na kwa sababu hiyo ufisadi unaendelea kutokea, na ni kwa sababu wanaishi maisha ya kidini bila kujua Injili. Tatizo la Afrika na tatizo la Kenya, Tanzania na hata Uganda sio tatizo la kidunia, bali ni tatizo la makanisa ambalo halizungumzii tatizo halisi na ni nini, na ni kwa sababu, na ndio maana wachungaji hawajaweza kutambua kwa usahihi tatizo halisi ni nini. Na ndiyo sababu Yesu aliwaambia waumini wa kanisa na wachungaji kwamba wao ni watoto wa nyoka. Na kwa sababu hiyo walisema uongo na kusema kwamba utapokea baraka na wokovu ukiwa utaishi maisha mazuri. Na bila kujua wokovu, haijalishi ni kiasi gani unatumikia na kuenda juhudi nyingi katika maisha yako. Huwezi kutoka kwenye dhambi ya asili ikiwa haujui dhambi ya asili ni nini. Hiyo inamaanisha kuwa haujui uinjilisti na utume ni nini. Na wasioamini wanakufa ndani ya dhambi ya asili, na waumini hawawezi kuwapa majibu. Na ingawa wanaenda kanisani, bado wanavutiwa na vitu vya kula, vitu vya kuvaa na vitu vingine vya kimwili. Na kwa sababu hiyo, watu wa Mungu wa Israeli wakawa mateka, watumwa, wakoloni na kuwa taifa la kushangaza, na ni akili timamu kwetu. Badala ya kuokoa shamba, tulikuwa watumwa wa dunia hii, na ni kwa sababu hatujui dhambi ya asili ni nini. Na shida ya kweli ya wanadamu ni shida ya kiroho ambayo imeanguka kwa dhambi ya asili. Lakini watu hawajui kwamba ikiwa wanaelewa kwa usahihi juu ya dhambi ya asili, basi wanaweza kutoroka kutoka hapo. Lakini kwa sababu watu hawajui kuwa bado wanaondoka hapo, na ndio sababu makanisa mengi na pia mimi tunazidi kushindwa. Na kumaanisha kuwa haujui dhambi ya asili ni nini, basi inamaanisha haujui shida ya halisi ni nini. Na kwa nini maafa na laana zinatukujia? Na ni Biblia tu inayoweza kutufunulia mambo haya. Na leo tunapaswa kutambua kupitia neno hili ikiwa hujui dhambi ya asili ni nini, basi siku moja utaondoka kanisani. Na watu wengi wanajaribu kumfuata Yesu bila kujua dhambi ya asili, na kwa sababu hiyo wote waliweza kuondoka. Na ingawa wanasema wanamuamini Yesu, lakini siku moja wote wataishi wakisema kwamba neno ni bora na furaha zaidi. Na ikiwa haujui asili ni nini, na ikiwa pia haujajua kuwa
dhambi ya asili ni nini, basi huwezi kuwa mwinjilisti. Na ni kwa sababu Kristo sio uzima kwao, na kwa sababu hiyo hawawezi kuwa wanafunzi wa Kristo. Na ikiwa watamfuata Yesu kwa sababu tu ya faida yao na kwa kusudi lao wenyewe, basi siku moja wataondoka. Kupitia Biblia, tunapaswa kuthibitisha dhambi ya asili ni nini. Tukio la Mwanzo 3 ni dhambi ya asili. Ilifunua uwepo wa Shetani, na wakati Mungu aliumba ulimwengu, alimuumba mwanadamu, na mwanadamu pekee ndiye aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na mwanadamu alitakiwa kuwa na Mungu kama kiumbe wa kiroho. Na kwa mtu huyo, Shetani alikuja na akajaribu kusema kwamba unaweza kuishi vizuri na unaweza kuwa kama Mungu unapomwacha. Kwa sababu hiyo, mwanadamu alidanganywa na Shetani. Alifanya dhambi ya kutotii neno la Mungu na kutengwa na Mungu. Na Shetani huyu alikuwepo hata kabla ya Adamu na Hawa kuumbwa. Na tunapoangalia Ufunuo 12 mstari wa 1 hadi 9, inasema kwamba Shetani alikuwa malaika ambaye alimwabudu Mungu. Na kabla ya malaika huyu kupotoshwa, Mungu alimpenda sana. Lakini kwa malaika huyo ambaye alikuwa na kiburi, ilikuja moyoni mwake. Na kwa sababu hiyo, malaika huyu alijaribu kuwa kama Mungu na alisimama dhidi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo, alitumwa kutoka mbinguni. Na karibu kati yetu kuna watu wengi ambao wamejaribu kutumia dawa za kulevya, na wanapojaribu kutumia dawa za kulevya kwa mara ya kwanza, sio watu wa kushangaza ambao huwapa madawa kawaida. Kumaanisha kuwa wale ambao wanawapa madawa hizi ni wale kati ya mandugu zetu, mmoja wa marafiki wa familia, au watu wanaofanya kazi na wale ambao wanakaa karibu nawe. Wanapendekeza kwamba utumie dawa za kulevya, na bila kusita na shaka wanajaribu tu kwa sababu wako karibu nao. Na kama wangejua kwamba dawa hii ingewapeleka kushindwa, hawangejaribu. Lakini kwa sababu watu ambao wanawaamini wanawapa kujaribu, ndio sababu wanaiamini. Na kwa hivyo, malaika na Shetani walitumwa na Mungu, walikuja kwa mtu huyu ambaye Mungu alimuona kuwa mtu muhimu zaidi. Na kwa sababu Shetani ni kiumbe wa kiroho haonekani, na anaingia ndani ya nyoka ambaye alikuwa karibu sana na Adamu na Hawa na kuwadanganya. Na anawajaribu kutotii neno la Mungu na kuwafanya wajitenge na Mungu. Na mwanadamu aliumbwa kama kiumbe wa kiroho ambaye alipaswa kuwa pamoja na Mungu na kuabudu tu Mungu na kumtazama Mungu tu. Na kisha Shetani akawadanganya akisema kwamba unaweza kuwa kama Mungu. Na kama vile Shetani alivyotumwa na Mungu, lengo lake lilikuwa kuwafanya watu watenganishwe na Mungu.
Na mwanadamu ambaye alidanganywa na Shetani alikataa neno la Mungu, na kwa sababu hiyo macho yao ya kiroho yaliweza kufifia na macho yao ya kimwili yaliweza kung'aa. Na kutoka wakati huo hawakumwamini Mungu, lakini waliamini tu kile walichokiona. Na mwanadamu ambaye alianguka katika dhambi ya asili kwa tukio la Mwanzo 3, alianguka katika matatizo makubwa zaidi. Na katika Mwanzo 6, Shetani analima katika utamaduni na kumdanganya mwanadamu. Alitoa nguvu zote za ulimwengu huu na kuwafanya wasimjue Mungu. Na kisha kuifanya mwanadamu na kupitia kila kitu isipokuwa kumjua Mungu, na kuwafanya wawe na kiburi na kuondoka bila Mungu. Na wanefili inamaanisha kujaza Shetani. Na Shetani huyu ana nguvu sana na huwafanya wasimjue Mungu. Na haijalishi ni kiasi gani watu hawa wanajaribu kufanya marekebisho, hadi Mungu aliamua kufanya gharika kubwa ili kuangamiza wote. Na ikiwa watu wanaoanguka kutoka dhambi ya asili walijazwa na pepo wabaya, wanaweza kufanikiwa na kila kitu wanachotengeneza na kuunda kinasimama dhidi ya Mungu, na wote ni sanamu. Na kwa sababu ya wanefili hawa, shida za kiroho zinaongezeka. Na dhambi hii ya asili inagusa ubinadamu, na mtu aliyeanguka katika dhambi ya asili hukusanyika na kujaribu kuwa kama Mungu. Na watu hapa duniani wanajaribu kuweka majina yao na kujaribu kufanikiwa bila Mungu. Na watu wote waliofanikiwa wanasema kwamba Mungu yuko wapi? Na wanasema kwamba wanaweza kufanya kila kitu, na huo ni mnara wa Babeli. Walioonekana kama wamefanikiwa, lakini waliishia katika matatizo ya milele. Je, wewe ni mwinjilisti kweli? Je, ulitaka kuwa mwinjilisti? Kisha lazima utambue dhambi ya asili ni nini. Mimi ni kiumbe ambaye hawezi kumjua Mungu kamwe. Na lazima nikabiliane na laana, na Shetani anajua kile ninachopenda sana. Shetani anajua vizuri kwamba sitaki kuishi na Mungu, na kwamba ninataka kuwa kama Mungu. Na hebu tuwe waaminifu na tujiulize, je, tunamwamini Mungu kweli? Na watu wengi hawatambui. Na niliwauliza wakimbizi waliokimbia kutoka nchi ambazo wanafikiri tatizo la Kongo ni nini, na tatizo lako ni nini. Na wanasema kwamba hawana hatia, na wanasema kwamba wao ni waadilifu na wanaomba sana, lakini serikali ndio shida. Na hawajui, wanasema kwamba, ilhali hawajui dhambi ya asili ni nini. Na ukweli kwamba wanaenda kanisani ndio shida. Ingawa wanaenda kanisani kwa bidii,
hawajui maana ya Injili tu. Na jukumu la ulimwengu unaokabiliwa na majanga ni makanisa, na ni jukumu la mchungaji na jukumu la maafisa wa kanisa. Ikiwa utatambua kwa usahihi dhambi ya asili, basi unaweza kutambua kwamba hatuwezi kuokolewa na sisi wenyewe. Na kwa kuwa ulifikiri kwamba ulimwamini Mungu, lakini uliishi maisha yako ukidanganywa na Shetani, na ukagundua kuwa unajaribu kuishi maisha yako na kujaribu kuishi vizuri bila Mungu. Na hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya, na hakuna njia ya sisi kumjua Mungu wala kukutana na Mungu. Na kwetu tukijaribu kukutana na Mungu itakuwa ni dini. Na ikiwa tunajaribu kutazama kila kitu kinachotokea katika ulimwengu huu na kiwango chetu, basi hakuna njia tunaweza kuelewa. Badala yake tutaanza kulalamika hivi karibuni na kulaumiana na kudanganyana. Na kwa sababu hiyo, ili kutatua dhambi hiyo ya asili, Mungu alikuja peke yake. Mungu alikuja kwetu, na ikiwa unajua dhambi ya asili ni nini, basi utatambua maana ya Injili tu. Na ili kumwokoa mtu aliyeanguka katika dhambi ya asili, Mungu alifungua njia, na njia hiyo ni Kristo. Na alivaa mwili na akaja hapa duniani. Kwa kufa msalabani, alimaliza kazi ya Kristo ili kumwokoa mwanadamu aliyeanguka katika dhambi ya asili. Dhambi ya asili ni dhambi kubwa zaidi ambayo inaweza kutatuliwa tu kwa kifo cha Kristo. Kama ushahidi kwamba yeye ndiye Kristo aliyemfufua, na kwa wale ambao alimuamini anakaa ndani yao kama Roho Mtakatifu, na aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Na dhambi zote halisi zilikuja kama matokeo ya dhambi ya asili. Na ni haki kwetu kusema uongo na kuwadanganya wengine, na ni kwa sababu hatumuamini Mungu. Kumaanisha sisi sote tunakaa chini ya mamlaka ya Shetani. Na kwa sababu hatumuamini Mungu, kila kitu ni makovu. Ukweli kwamba nilizaliwa Afrika au kuzaliwa Ulaya, zote ni makovu. Na Mungu wako ambaye alitufanya kuzaliwa Afrika au Ulaya ni katika mpango wake kamili. Lakini watu hawaamini, na shida sio mahali ambapo walizaliwa, lakini Shetani anawafanya wasitambue shida ya kweli ni nini. Ikiwa utatambua kwa usahihi dhambi ya asili ni nini, basi unaweza kupata majibu ya kweli. Na ikiwa utatambua dhambi ya asili na kushikilia majibu, basi unaweza kuanza kupokea uponyaji. Na unaweza kuanza kutambua kwamba yote yaliyopita ambayo unapitia sasa hivi yalikuwa ndani ya mpango kamili wa Mungu. Na vitu vyote ambavyo unawasilisha kwa Mungu vinageuka, vinakuwa shukrani. Na unaweza kuamini hivyo, Kristo alikufa kwa ajili yangu kubadili hatima yangu. Na unaweza kutambua kwamba
Kuzaliwa Afrika sio kovu, lakini ni baraka. Na utagundua kuwa ukweli kwamba unajua Injili na Kristo ndiye baraka kubwa zaidi. Hapo ndipo unapopita ukawa mshahidi. Utagundua kuwa watu wengi wanafikiria kuwa umaskini ndiyo shida. Na utagundua ukweli kwamba huna historia sio shida. Au pahali ambapo historia ya familia yetu ilitoka sio shida. Na utagundua kuwa watu wanajaribu kuishi vizuri bila kujua dhambi ya asili. Haswa utagundua kuwa waumini wa kanisa na watu wanaoamini dini wanakufa bila kujua ni dhambi gani ya asili. Hapo ndipo utagundua kuwa na utaweza pia kutambua kuwa sababu kwa nini Mungu alimtuma Kristo kwetu. Basi ikiwa unaweza kumwamini Kristo, basi mambo yote yanayotokea kwa sasa ni raha. Na ikiwa bado una shida ingawa Kristo amemaliza shida zote, basi lazima kuwe na mpango wa Mungu kamili, na tujue kwa nini Mungu aliruhusu shida zote kwako kutomjua Kristo kwetu. Na kwa sasa hivi tukiweza kujua ni kwa nini Mungu aliweza kumruhusu Kristo, basi hatupaswi kumjua Kristo kama maarifa kwetu, lakini tunafaa tumwamini kama maisha yetu. Na tunapomwamini Yesu, basi mazingira yetu na mazingira na mkoa yetu yataweza kubadilishwa. Lakini kwa wale wasioamini, wanasema kuwa tunataka majibu kama kupata kazi nzuri au kuoa mume mzuri. Lakini jibu la kweli ni kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Na ukweli ni kwamba tunaweza kumwamini Yesu Kristo, ndiyo baraka kubwa zaidi. Ukitambua hili, basi tatizo lote la kiroho ulio nalo litaweza kuponywa. Basi unawezaje kuponya tatizo la kiroho linalo kufanya usimjue Mungu? Basi unapojiangalia mwenyewe na shamba, macho unayoyaona yataweza kubadilika. Kwa sababu kwa wote wana dhambi na wanapungukiwa na utukufu wa Mungu, ikimaanisha wanadamu wote wameanguka katika dhambi ya asili na kuanguka katika mamlaka ya Shetani. Na kwa sababu hiyo hawaamini Mungu. Wamelaaniwa, na kwa sababu Kristo hayupo Bwana wetu, basi ni sawa kwao kuishi maisha yao kama kuishi maisha ya kuzimu. Na wakati hali yako ya kiroho haitaweza kubadilika, basi itabidi uishi maisha ya kidini. Yesu alimuuliza mwanafunzi wake, unasema mimi ni nani? Wanaelewa vibaya wakifikiri kwamba ni haki, ni maadili, ni maisha mema au Injili, na Yesu alikuwa akiweza kuwauliza ili watambue tatizo ni nini. Na makanisa ambayo hayazungumzii juu ya Injili au dhambi ya asili hawafanyi lazima na bila kujua dhambi ya asili, basi matendo yote mema, haki na huduma ni kuabudu sanamu. Na wale wanaotambua ni dhambi gani ya asili
wanatambua kile wanachokitaja ambaye ni injili tu. Maana ya wokovu ni kupokea kila kitu. Ni kwa sababu walitambua shida ya halisi ya mwanadamu na kuanza kuomba kwa Kristo kuwa mabwana na nguvu zao. Ukweli kwamba una wasiwasi, ingawa umempokea Kristo, inamaanisha kuwa unadanganywa na ni sawa kwangu na wewe. Sote hatujui asili ni nini, na tunaamini tu kwamba Kristo amemaliza kila kitu. Na ikiwa hatuamini kwamba alifufua, mwisho huo kuwa nasi sasa. Na uanze kuamini kweli na kuomba, na kubadilisha moyo wako na mawazo yako kuwa shukrani na maombi. Na ikiwa utakiri kweli kwa wakati huu, basi uponyaji utaanza kufanyika. Na Kristo ambaye alitatua dhambi yako ya asili, ataokoa familia yako, ukoo wa familia, kazi, shamba na shule. Na huyo ndiye mwanafunzi ambaye Kristo, na huyo pia ndio mwinjilisti. Na Mungu amekuita kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwinjilisti. Wacha tuombe. Mungu, tunashukuru. Wacha wakati huu uwe wakati wa kutambua kweli, shida ya kweli ya mwanadamu. Na tutambue dhambi hii ya asili ambayo hayawezi kutatuliwa. Ndiyo sababu Kristo aliweza kufa msalabani. Na acha Kristo awe Bwana wa maisha yangu na kutubariki ili tuweze kuishi maisha ya mwinjilisti, na utusaidie kufurahia baraka ya kusimama kama mlinzi ili kufurahia fumbo hili la Kristo kwa masaa 20.